Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Ripoti ya leo inaeleza kwamba hatari ya vita kati ya Marekani na Iran inazidi kuongezeka, kwamba kuna uwezekano wa kutokea kwa mapigano kati ya Iran na Marekani licha ya kwamba kuna mazungumzo yanayoendelea. Kurejeshwa kwa mawasiliano kati ya Washington na Tehran mapema Februari mwaka 2026 kumefungua tena ukanda mwembamba wa diplomasia, ambapo waangalizi wa mambo wengi walikuwa tayari wameufuta. Duru ya kwanza isiyokuwa ya moja kwa moja huko Muscat iliyopatanishwa na Oman ilitoa aina ya lugha ya tahadhari yenye kuokoa uso, ambayo kwa kawaida huashiria jambo moja zaidi ya mafanikio yoyote. Pande zote mbili zinataka nafasi ya kuendelea kuzungumza. Hata hivyo, kwa namna ambavyo hali inazidi kwenda, kuongezeka kwa mvutano kumekuwa kukubwa sana, lakini pia kuna uwezekano mkubwa wa matarajio ya vita vya moja kwa moja kati ya Tehran na Marekani. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba wakijaribu kuangalia ukweli wenyewe wa mazungumzo yaliyofanywa upya kama ushahidi kwamba maelewano ya kimantiki yanaweza kufikiwa, lakini bado kuna sababu za kutumaini kwamba kuna uwezekano wa kutokea kwa mapigano kati ya Iran na Marekani na Israel. Iran imeelezea hadharani wazo la kupunguza akiba yake ya uranium iliyorutubishwa sana ikiwa utawala wa Marekani utaondoa vikwazo vya kifedha. Na hiyo ni ishara ya maana kwa sababu inagusa vigezo vyote nyeti zaidi vya kiufundi katika faili za nyuklia la Iran. Marekani pia imeonyesha angalau kwa mbinu kwamba iko tayari kukaa katika muundo ambao Tehran inaweza kukubali, yaani mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja badala ya mazungumzo ya ana kwa ana ambayo yangegharimu kisiasa kwa uongozi wa Iran. Hata hivyo, kutokana na hayo, bado kuna mambo ambayo wachambuzi wa mambo wanayaona yanaweza kupelekea uwepo wa vita. Miongoni mwao ni pamoja na kile ambacho Israel imekiweka wazi kwamba ikiwa Marekani itaiacha Iran kuwa inaendelea kurutubisha uranium pamoja na makombora yake ya masafa marefu, basi itaingia vitani. Na wakati huu rais wa Marekani Donald Trump anasema mazungumzo yoyote kati yake na Iran lazima yazingatie suala la kutokuwa na urutubishaji wa uranium wa aina yoyote, lakini pia kutokuwa na makombora ya masafa marefu, jambo ambalo waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema ni mstari mwekundu na kwamba hilo halitokuwa katika meza, suala la makombora ya masafa marefu ya ballistic ya Iran. Sasa kutokana na mlolongo huu, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ziara ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu itatoa taswira nyingine ya mazungumzo. Huenda mazungumzo yakafanyika, lakini tukio kubwa ni mashambulizi yanayoweza kufanyika, na hii pia inatokana na tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba anapeleka meli nyingine ya kivita ambayo itaungana na ile ya USS Abraham Lincoln, kwa maana kuongeza nguvu zaidi katika mapambano ambayo awali inaonekana hata jeshi la Marekani, pengine endapo Marekani itaamua kufanya shambulizi, lazima iwe na uhakika wa mapambano zaidi. Washington inaashiria kwamba inataka ajenda pana zaidi inayofika zaidi ya mpango wa nyuklia kwa silaha za makombora ya Iran, ushirikiano wake wa kikanda na makundi yenye silaha na hata utawala wake wa ndani. Tehran inasisitiza kwamba mazungumzo lazima yabaki ndani ya faili la nyuklia tu, ikisema kwamba jaribio lolote la kupanua ajenda ni jaribio la kubadilisha diplomasia kuwa chombo cha kurudisha nyuma kimkakati na shinikizo la ndani. Upinzani huu unatokea nje, haukutokea katika mazungumzo ya ndani wakati wa mazungumzo huko Muscat nchini Oman. Ni mwendelezo wa mnyukano wa maneno kati ya Tehran pamoja na Iran, huku kila mmoja sasa akianza kutoa tena makucha yake kuelekea katika mpambano. Ni mifumo ya mazungumzo ambayo haioani kabisa, na wakati mifumo inapopangwa, kila mmoja lazima akubaliane na kile ambacho wanakubaliana kwa wakati huo. Lakini mazungumzo ya kwanza yalionekana kuwa yanaelekea katika kupatikana kwa suluhu, lakini mazungumzo ya nje baada ya mazungumzo ya ndani huko Muscat yamekuwa tofauti, ambapo Iran inasema imejiandaa kwa diplomasia na kwa vita pia, huku Washington ikisema kwamba haitaki kuona tena Iran ikiwa na makombora ya masafa marefu wala kuwa na mpango wake wa nyuklia. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Tutaendelea kukujuza mengi yanayojiri duniani
kupitia hapa hapa katika chaneli yetu ya The World News.